Hali gani mpenzi mtazamaji wa Bakula TV? Tuko visiwani hapa Zanzibar, mkoa mjini Magharibi, wilaya mjini, katika shehia hii ya Mbweni. Tumekuja kumtembelea ndugu yetu, rafiki yetu, jamaa yetu Amini Salmini Amuri. Mimi nakufahamu, wapenzi watazamaji wa Bakula TV hawakufahamu. Tupe historia yako kwa kifupi. Kwanza tusalimiane, habari za leo? Naam, asalamu alaykum. Vipi hali ya mambo? Alhamdulillah, sijui. Zanzibar inasemaje? Zanzibar ni njema, atakayaje. Sawa, mimi nakufahamu. Watazamaji wa Bakula TV hawakufahamu. Jitambulisha alafu tupe historia yako kwa kifupi. Karibu. Asante watazamaji wa Bakula TV. Mimi naitwa Amini Salmini Amuri Juma. Ni mzaliwa wa Zanzibar. Kwa sasa ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Ndiyo sehemu ambayo naifanyia kazi katika chama kwa kipindi hiki. Lakini ni mfanya biashara pia vile vile katika sekta ya uvuvi, kwa maana tuna meli zetu za uvuvi. Hiyo ni katika kujitafutia maisha. Kama mnavyofahamu, sasa hivi kuna siasa lakini na maendeleo pia unafanya kazi na kazi nyingine za kujiajiri tunafanya, kwa sababu katika serikali yetu si watu wote mtakaweza kuajiriwa, wengine mnajiajiri. Kwa hiyo kwa upande huo nipo katika upande wa biashara. Asante. Amini Salmini Amuri ni mtoto wa rais mstaafu wa Amini Salmini Amuri ni mtoto wa rais mstaafu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, mzee wetu Dr. Salmini Amuri. Dr. Salmini Amuri. Labda tuambie hali yake kiafya ikoje? Kwa kweli mzee hali yake ya kiafya ni nzuri, anaendelea vizuri kwa maana ya mwili. Ana matatizo ya macho, ni mtihani ambao Mwenyezi Mungu amempa. Na sisi binadamu hatuwezi kukufuru, tunashukuru kwa sababu kuumwa nako ni ibada. Kwa hiyo yupo katika ibada ya Mwenyezi Mungu. Afya yake ni nzuri, na binadamu ambaye anaamka asubuhi, anakula vizuri, analala vizuri, basi huyo ni jambo la kushukuru kwa Mwenyezi Mungu. Anaendelea vizuri kwa kweli. Asante. Kwa niaba ya Bakula TV tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu afya njema na busara zake bado zinahitajika kuiendeleza taifa letu hili. Amini, tofauti na watoto wengineo wa viongozi, huwa wanakimbilia kwenye nafasi za ubunge na kadhalika. Una mpango wote wa kugombea ubunge? Labda 2030 huko? Kwa majaliwa. Kwa kweli sina mpango wa kugombania nafasi yote katika ubunge ama uwakilishi, kwa sababu juzi tu tumetoka katika mchakato wa watu kugombea. Mimi sikuchukua fomu. Ndio. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Chama kimeniamini kufanya kazi. Kwa hiyo siwezi kuacha kazi hii ambayo niliomba mwenyewe, nikaenda nikaomba nafasi ya ubunge. Ingawa katiba inaruhusu, lakini hapa nilipo nimeridhika na nafanya kazi katika chama vizuri. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar. Asante. Amini Salmini Amuri, toka zimeanza kampeni umekuwa unazungumziwa sana. Kuna yale maneno kwa anazungumza mzee Salmini Amuri, sasa umeyakopi wewe, yanafurahisha, yanaleta mvuto. Hebu zungumza kwanza anavyokuwa anazungumza mzee Salmini Amuri, ambayo sasa wewe unaitumia hata kwenye mikutano yenu. Nakumbuka juzi pale tuliona ulipokopo kule wanaita Jumbe Chuini katika ufunguzi wa soko. Ufunguzi wa soko. Ulizungumza, hebu hapa wasikilizaji wa Bakula TV na wenyewe sikia. Hamjambo, wazima, mupo, mko tayari? Asanteni sana. Asante. Alikuwa anazungumza sana mzee Salmini Amuri na watu wanahamasika. Alikuwa komando kweli. Sasa Amini Salmini Amuri, hebu tuambie majukumu yako toka kampeni zianze ndani ya Chama cha Mapinduzi ukiwa kama mjumbe. Kipi na kipi ambacho unakibeba chama kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaibuka ushindi? Karibu. Asante. Kwanza kazi ya mjumbe wa halmashauri kuu ni kueneza itikadi ya Chama cha Mapinduzi kila siku inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu. Lakini pia inapofika nyakati za uchaguzi ni kuhakikisha mnatumia busara na hekima kuwapata wagombea ambao kuanzia rais mwenyewe, wabunge, wawakilishi pamoja na madiwani. Kazi hiyo tumeifanya. Lakini baada ya kumaliza hiyo kazi tunatakiwa kusimama kukipambania chama, kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda. Lakini jukumu kubwa ambalo mimi kama mjumbe wa halmashauri kuu ninalo, kwanza kazi ya mjumbe wa halmashauri kuu ni kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo tumeikabidhi serikali.
Kwa bahati nzuri kwa nchi zetu, kwa pande zote mbili, kwa maana ya Unguja, kwa maana ya Zanzibar na Tanzania bara, ilani yetu imetekelezwa vizuri sana na viongozi wetu hawa ambao wapo katika madaraka. Kwa hiyo moja ya jukumu letu sisi kwa sasa ni kuyatangaza yale mazuri ambayo serikali zote mbili imezifanya na kuwaambia wananchi ilani ya mwaka 2020-2025 tumeitekeleza kwa kiwango gani na ilani mpya itakwenda kuwafanyia nini. Yaani mkataba wa wananchi na chama tunakwenda kuutangaza na kuwaomba watupe ridhaa tuendelee kuongoza katika nchi yetu. Kwa sababu katika chama chochote dhamira kuu ni kushika dola. Asante. Mpenzi mtazamaji wa Bakula TV, tuko hapa na mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, Amin Salmini Amuri. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, Amin Salmini Amuri. Hebu utuambie uongozi wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, ndugu yetu Dr. Mwinyi, alipoingia madarakani mpaka sasa hivi, hali iko vipi? Kama mgeni anakuja Zanzibar, alikuja miaka 10 iliyopita, kumebadilika sana. Unazungumziaje? Karibu. Asante. Kwanza Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kiongozi kwa macho ukimwona ni mpole, ni kiongozi msikivu, kiongozi ambaye anapenda zaidi kuzungumza kidogo kutenda zaidi. Wakati ameingia katika madaraka yake mwaka 2020 alikuwa na mipango, amepanga mipango kwenye karatasi, na ndani ya muda mchache tukaona utekelezaji mkubwa ya yale mambo ambayo tulimkabidhi ilani aitekeleze. Ameyafanya kwa muda mrefu, kwa muda mfupi sana amemaliza. Kwa kweli Zanzibar tunaoiangalia sasa hivi sio Zanzibar ile ambayo tulikotoka. Zanzibar imepiga maendeleo makubwa. Ukija kwenye sekta ya barabara, nadhani wakati mnakuja huko wenyewe mmejionea. Ametengeneza barabara kwa kiwango kikubwa, ametengeneza njia ya wenda kwa miguu, ametengeneza mitaro ya maji, ameweka na taa, na barabara zimefungwa pembeni ili siharibike. Kwa kweli Zanzibar inapendeza sana. Lakini ukiacha hivyo, ukija kwenye upande wa maskuli, amejenga mashule makubwa ya gorofa ambayo kwa Zanzibar miaka hiyo shule kama hizo zilikuwa chache na walikuwa wakisoma watoto wa wakoloni. Mfano ukimzungumzia Dr. Salmini, ni miongoni mwa watu aliyeshindwa kupata elimu hapa Zanzibar. Akakimbilia Dar es Salaam, akapokelewa na kina mzee Mwinjuma, wakampeleka shule ya Tambaza. Ni Mswahili wa kwanza kusoma shule ya Tambaza. Alikuwa ni Dr. Salmini Amuri, kwa kukosa elimu huku Zanzibar. Kwa hiyo Dr. Hussein amejenga skuli nzuri sana, kwa maana ya Unguja na Pemba kuna skuli za gorofa kwa kiwango kikubwa. Lakini ukiacha hivyo, kuna hospitali zimejengwa, hospitali 10 za wilaya zenye hadhi kubwa na ambazo zina matibabu, kuna na vifaa tiba vya kisasa kabisa. Lakini ukiachilia mbali hiyo, unapojenga hospitali nyingine mpya, maana yake utaajiri watu wapya. Kwa hiyo ameongeza ajira kubwa katika sekta hiyo. Lakini ukiacha hivyo, amejenga mahakama za wilaya nyingi tu, nako kule kaongeza ajira. Ukitoka katika hiyo hali, amejenga masoko makubwa ya kisasa, hata ukienda kutembelea unaweza ukafikiri ni hoteli ya 5 stars. Kwa kweli Dr. Hussein amefanya mambo makubwa. Ukizunguka hapa nyuma kuna uwanja wa ndege mpya unajengwa na umeshamaliza, huko katika hatua za mwisho. Lakini pia ukija kwenye uwanja wa ndege wa watu mashuhuri, jengo limejengwa la kisasa ambapo hata watu binafsi watakuwa wanakwenda pale na wanakuja na private jet zao na kuongeza kipato cha nchi. Kwa kweli Dr. Hussein amefanya mambo makubwa mengi mazuri, na hata tukisema tuyazungumze hatuwezi kuyamaliza. Lakini ukija upande wa bandari, bandari inaendelea kujengwa kule Mangapwani, na bandari nyingine ya hapa Mpigaduri ya makontena nayo inaendelea vizuri. Lakini kuna bandari ambayo inaitwa Water Tax imezinduliwa juzi. Pemba bandari nazo zinaendelea kujengwa. Bandari za wavuvi zinaendelea kujengwa na nyingine zimemaliza. Uwanja wa ndege juzi tumezindua ujenzi wake. Kwa hiyo mambo ni mengi na mambo makubwa. Hayo ni machache katika mengi ambayo nimeweza kuyazungumza. Lakini ameboresha miundombinu mizuri, ameboresha tija za wafanyakazi. Wafanyakazi wanalipwa kwa wakati, wanalipwa tarehe kabla ya siku ya inayopaswa kulipwa. Kwa kweli Dr. Mwinyi tunapaswa kumpongeza sana na hatuna budi kumpa mitano tena. Asante sana. Kwa kweli Dr. Mwinyi amefanya mambo mengi. Lakini ukigeuka upande wa michezo,
Kwanza kuna uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ulijengwa na rais wetu wa kwanza, mzee wetu marehemu mzee Abeid Aman Karume, lakini ni kiwanja cha muda mrefu, kikahitaji kufanyiwa marekebisho. Watu walibeza, wakasema kwa nini anafanya vile, lakini unapotaka kumwenzi mtu lazima utunze zile alama alizoziacha. Kwa hiyo Dr. Hussein amemwenzi rais wetu wa kwanza, mzee wetu Karume, kwa vitendo, kufanyia marekebisho ule uwanja, na nyinyi mmekuwa mashahidi. Timu mbalimbali, mechi mbalimbali zinakuja kuchezwa Zanzibar sasa kutokana na uwanja ulivyokuwa na ubora na wa kisasa wenye hadhi ya kimataifa. Lakini ukitoka hapo, uwanja wa Mao Zedong umefanywa marekebisho mazuri sana na unatumika katika kucheza mechi tofauti. Lakini kuna Gombani Pemba, Ndio. nako pia uwanja ule umefanywa marekebisho makubwa. Lakini ukiacha mambo hayo, ukienda hapa Maisara pamebadilika, pametengenezwa viwanja vingi vizuri na vya kisasa. Lakini kuhusiana na Maisara, nataka niwape hadithi kidogo. Ndio. Pale pana uwanja wa basket. Ndio. Na ndio njia kubwa ya kwenda mjini, hata kwenda Ikulu ofisini kwa rais. Anapokwenda ofisini lazima apite pale, na akirudi lazima apite pale. Sasa wakati anakwenda ofisini, anarudi ofisini, watu wengi wale wachezaji basket walikuwa wakisimama barabarani wananyoshia mikono. Ndio. Kwa hekima, na yeye ni msikivu, aliona hapa pana ishara, akamtuma katibu wake kawaulize kwa nini wanafanya vile, kuna kitu gani. Wakamwambia, mzee, na sisi tunataka ututengenezee viwanja kama ulivyowatengenezea wacheza kwa miguu. Basi Dr. Hussein baada ya kutuma katibu wake, wale vijana wakaacha kusimama barabarani. Kwa hiyo akaleta wakandarasi, hakujenga uwanja wa basket tu, ametengeneza viwanja vya michezo mingi vikubwa. Kama unavyofahamu, Zanzibar kuna wachezaji wa mipira wengi wenye vipaji vikubwa vinatokea hapa. Kwa hiyo pale uwanja wa Maisara kuna viwanja vizuri vya kisasa na viwanja tofauti. Kuna basket, kuna tennis, kuna mpira wa miguu, na kuna sehemu ya kufanya mazoezi ya viungo. Lakini kama haitoshi, kuna viwanja vingine vya kisasa vimejengwa katika mikoa na vinaendelea sasa kujengwa katika wilaya, sehemu tofauti. Kwa hiyo kwa kweli Dr. Hussein ameleta mapinduzi makubwa katika sekta ya michezo kwa upande wa Zanzibar. Ni kiongozi ambaye ana maono, kwa maana ana vision na mission. Safi kabisa, na uwezi kupendwa na wote hata ukiwa mzuri kama malaika, na uwezi kuchukiwa na wote hata ukiwa mbaya kama Chaupele. Wapinzani wa Chama cha Mapinduzi sijui sasa watakao upande gani kutokana na ambayo ameyafanya Dr. Mwinyi. Labda sasa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kuna mambo mengi, kuna hata upinzani na wenyewe wamekosa hoja za kulalamika, lakini bado wanatoa hoja nyingine ambazo naona ni nyepesi. Wewe kama mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, toa neno kuelekea uchaguzi mkuu, hususan swala zima la amani ambalo ni tunu walioacha wazee wetu, na nyinyi wazee wenu bado wamelikuta, wameliendeleza, na hata hawa kina Hussein Mwinyi wanaendeleza. Karibu. Kwanza unaposema ilani, maana yake unazungumzia sera za chama husika. Ndio. Kwa hiyo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi kuna sera. Sasa haya unayowasikia wapinzani wanaoyazungumza huku kumekuja kutokana na Dr. Hussein amewafilisi hoja, sera, hawana cha kuzungumza. Yale yote, karibu yote ambayo yalitakiwa kufanywa, Dr. Hussein ameyafanya. Hawana cha kuzungumza. Wameingia katika upotoshaji, wameingia katika kuhamasisha vurugu ambazo hazina msingi. Nchi hii yalifanyika mapinduzi kwa dhamira ya kutafuta amani ya nchi hii. Tuweze kujitawala kwa amani, tuweze kujitawala kwa jinsi tunavyotaka. Kwa maana ya hivi Chama cha Mapinduzi kinavyokwenda, kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi mwingine kwa ajili ya kupima uwezo wetu na mambo yanayoendelea. Lakini baada ya miaka 10 anakuja kiongozi mwingine, tunachagua kiongozi mwingine aje kutuongoza. Hiyo ni moja ya amani ambayo imetengenezwa na wazee wetu. Sasa ili haya maendeleo yote yapatikane, lazima nchi iwe imetulia, kuwe na amani katika nchi, na watu kuendelea na shughuli zao. Kwa hiyo toka baada ya mapinduzi, chama cha ASP kada kuungana na TANU, Ndio, walikuwa wanahamasisha amani, na kuungana ASP na TANU kuunda nguvu ya pamoja kulitetea Afrika, lakini pia kuendeleza amani na utulivu wa nchi ili mambo mazuri yaweze kufanyika. Dr. Hussein amekuwa ni kiongozi
anayehubiri amani muda wote, na nyinyi ni mashahidi. Ndio. Hapendi shari na mtu. Unavyomuona sura yake ilivyo na moyo wake uko vile, ni mtu anayependa amani. Sasa kwa kweli Zanzibar imetulia, ina amani kubwa, lakini ni waombe wapinzani, Ndio. tushindane kwa hoja, tusishindane kwa viroja. Hapa kwetu tunaita viroja Zanzibar. Viroja maana yake vituko vilivyokuwa havina msingi. Maana vita vyote duniani vinaanza na maneno. Ndio. Ndugu mwandishi, huko Iran, sijui Iraq, sijui wapi unavyosikia vita vyote vinaanza na maneno, mdomo. Mwisho wake ni tatizo. Sasa wajipange katika kutengeneza hoja nzuri, nini wataifanyia Zanzibar. Hayo ndio mambo ya kuambia watu. Na bahati nzuri Zanzibar iko tofauti na Tanzania bara. Tuna serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa maana yake ni nini? Chama kitachoshinda nafasi ya pili kwa wingi wa viti nacho kitaingia katika serikali ya umoja wa kitaifa. Kitakuwa na makamu wa kwanza wa rais, lakini pia na mawaziri kwa kutegemea wamepata viti vingapi. Sasa hii waseme watafanya nini, watakifanyia nini, wataifanyia nini nchi hii, maendeleo ya namna gani, kipi ambacho serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hakijafanywa, wao wafanye. Sasa wao wamejikuta wanaingia katika kukosoa vitu ambavyo havipo kwenye uongo. Changamoto au unachoita kero katika dunia haziwezi kuisha. Mwandishi wa habari, hata wewe nyumbani kwako una kero na mkeo. Kero hutatuliwa. Ndio hizi kero tunazozitatua za ndani ya Zanzibar, lakini hata kero za muungano tunazitatua, kero zinatatuliwa. Sasa mimi nadhani ni wakati wa kufahamu dhana ya neno upinzani. Sio kila kitu tunapinga na kushajiisha vurugu ambayo haina msingi. Lakini nisihi vyama vya upinzani, nchi yoyote duniani inaongozwa kwa misingi ya katiba, taratibu na sheria. Hapa Zanzibar tuna kitu tunaita kura ya mapema. Ndio. Kura ya mapema ilikuja kwa sababu wao wapinzani wakati ule ilikuwa ni CUF. Ndio. Walikuwa wanazungumza kwamba askari wanapiga kura katika kituo chochote. Kwa sababu mtu unaweza kupangiwa kituo cha Nungwi, lakini unastahili kupiga kura mjini. Lakini kwa sababu uko Nungwi utakosa fursa. Wakawa wanapiga kule. Wao wakaanza kupiga kelele. Serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi ikaliona ile, ikaipitisha sheria makusudi kama nchi nyingine duniani wanavyofanya, kwamba tutapiga kura siku moja kabla watu maalum, kwa maana wale wote wenye dhamana ya kusimamia uchaguzi vikiwa pamoja na vikosi vya ulinzi na usalama. Yes. Ili kuhakikisha siku ya uchaguzi wanakuwa na jukumu jingine la kufanya la kulinda amani ya nchi. Kwa hiyo ikatengenezwa hiyo utaratibu. Leo wamegeuka, wanapiga kelele, hawaitaki kura ya mapema. Lakini kura ya mapema iko kwa taratibu ya sheria na katiba, hatuwezi kuiondoa mpaka turudi kwenye baraza la wawakilishi, kwa maana katika chombo cha kutunga sheria. Leo wewe ukiwa unahamasisha vurugu katika jambo hilo, tayari umeharibu, umeingilia muhimili mwingine au umevunja sheria ya nchi. Kwa hiyo hilo, kwa sababu baraza la mapinduzi tayari lishavunjwa. Hilo ni kosa. Kwa hiyo cha msingi mimi ni waombe wapambane, waweze kuingia katika chombo cha kutunga sheria, basi kija kwenda kuibadilishe huko wakati ukifika. Lakini sasa wananchi wasihamasike na jambo hilo, ambao viongozi wa ACT wakiongozwa na makamu wa kwanza kuhamasisha siku hiyo, wasifanye hivyo. Siku ya tarehe 28 waache wahusika wakapige kura, na wengine tujitokeze tarehe 29 tukapige kura yetu kwa amani na utulivu, tuchague viongozi wetu. Sisi Chama cha Mapinduzi hatuna hofu na ushindi, kwa sababu tuna watu wengi kwa maana ya wanachama, lakini tuna wapenzi na wakereketwa waliovutiwa na maendeleo makubwa yaliyofanywa na marais wetu wawili, kwa maana ya Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Hussein Ali Mwinyi.